Hujawahi fika kwenye ofisi kila mtu akienda kwenye ile position anakufa. Hujawahi fika kwenye ofisi kila mtu akikaa kwenye ile nafasi anaondolewa, anafukuzwa kazi, ama mtoto anakufa. Manake hiyo ofisi, hiyo nafasi ni madhabahu. Manake ukiingia kwenye ile ofisi, kwenye ile nafasi ukapandishwa cheo, automatically your wife atakufa ama mtoto wako atakufa, even yourself unaweza kufa. Ndio maana kwenye ofisi kama hiyo kupandishwa cheo is not an issue. Ghafla bilivu unapandishwa cheo, lakini kesho nasikia kuna msiba nyumbani kwa boss. Nini kimetokea? Kuna madhabahu kwenye ile nafasi. Kwa hiyo sio kila nafasi ni nafasi. Nafasi zingine ni madhabahu. Sio kila kazi ni kazi. Kazi zingine zimeletwa kwa ile ya kuvuruga maisha yako moja kwa moja. Ndio maana kuna watu baada ya kupata kazi maisha yao yalivurugika badala ya kujengeka. Kwa nini? Kwa sababu kinachokujenga wewe sio kazi. Kinachokujenga wewe ni neema kwenye ile kazi. Amen. Naongea na mtu? Amen. Leo nachotaka ni kwamba uondoe kabisa akili yako kwenye akili ya Mungu. Uweka akili ya Mungu kwenye akili yako. Amen. Sisi tumeweka akili zetu kwenye neno la Mungu. Badala tulitoe neno la Mungu tuliweke kwenye akili zetu litubadilishe. Ni sisi tunataka tulibadilishe neno la Mungu. Ni sisi tunataka tumuendeshe Mungu. Ni sisi tunataka tumuongoze Mungu. Ni sisi tunataka tumsemeshe Roho Mtakatifu na si yeye atusemeshe sisi. We need to understand the language of God. Tunatakiwa tuelewe lugha ya Mungu. Mungu anatuambia, na wakati mwingine neema inapokuja inakuja kukuumbua kwenye eneo la bidii yako. Na leo nataka mtu mmoja aumbuke leo kwa jina la Yesu. Eneo la bidii yako uone kwamba not by power, not by strength, not by might, sio kwa nguvu, sio kwa akili, sio kwa elimu. Sijapata kazi kwa sababu na akili. Sijapata kazi kwa sababu my body is very assembled. Sio kwa sababu hauna kitambi kama cha apostle ndio maana umepata kazi. Hapana. Uje na kitu unachosema apostle, nasimama hapa, Mungu wa madhabahu hii neema yake imenipa kazi. Sitaki uje hapo niambie apostle, cheti changu kimenipa kazi. Ukifika mahali cheti kimekupa kazi, I'm telling you, kuna mahali utapata mikwamo. Kuna mahali utashindwa kufika. Mahali ambapo wengine wamefika, wewe utafikia hapo na utabaki hapo. Lakini neema itaweza kukufikisha mahali ambapo mko wako, mahali ambapo familia nzima wamekwama. Neema itamtoa mtu hapo, itampeleka mahali ambapo hajawahi kufika. Nataka uwe hivi mwanangu, wote walikuwa na neema ya kufanya kazi kwenye biashara yako, kwenye familia yenu. Wote walikuwa na neema. Hakuna mtu, ukichunguza kwenye familia, hakuna mtu ambaye hakika hajawahi kupata ajira, lakini wote walianza biashara, lakini wengi kuna mahali wamefika level yao ni ya kununua pikipiki. Kwa hiyo mafanikio makubwa kwenye huu ukoo ni pikipiki mtu anayo, ni Sinorai alionayo, ni Boxer alionayo, ni TVS alionayo, ni bajaji alionayo. Ukitazama kwa kuchunguza, hauoni mtu aliyevuka kwenye pikipiki, hauoni mtu aliyevuka kwenye eneo la kununua masofa mawili imetosha. Leo kuna neema ya kuvuka hiyo limitation. There is grace today. Amen. To cross that border. Amen. To cross that boundary. Amen. To cross that obstacle. Amen. To cross that limitation. Amen. There is grace of God. Amen.